Ni leo tumekuja na mada tofauti tupate faida kutoka kwa Dr. Kiaga aweze kutupa faida, kwa sababu tunajua kuna watu wengi wamepata matatizo wanatembea na matatizo yao lakini hawakuwa hawajui. Sasa sisi tutaka tumuulize Dr. Kiaga aweze kutusaidia. Je, anapokuja mtu tayari kuna wengine wengi wana matatizo, wanakuta mtu anatembea ameshalogwa, ana matatizo katika mwili wake lakini yeye hajui, anatembea tu. Hii yeye kama Dr. Kiaga anaweza kutupa faida jinsi gani anaweza kumtambua na analisaidia vipi hili swala, kwa sababu unajua wengi inawezekana mpo mnatembea lakini tayari msharogwa lakini mwenyewe hamjui, lakini kupitia dokta hili tiba imepata. Kwa hiyo kuwa makini kwenye channel yako, usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili uweze kupata habari zetu za kila siku, ili upate kupata faida. Inawezekana wewe mtazamaji una matatizo hapo ulipo lakini hujui, lakini kupitia kwa dokta nafikiri hili ataliweka sawa. Dr. Kiaga. Naam. Habari kwa mwana mwingine tena. Nashukuru sana ndugu mwandishi. Mimi nafikiri kama nilipotanguliza kusema kwa watazamaji, kuna watu wengi wanapata matatizo. Inawezekana hata mimi inawezekana nikawa na tatizo ambalo mimi silijui. Kupitia wewe hili umeliweka wapi? Unaliwekaje sawa? Kwanza niseme ndugu mwandishi, unajua watu wote wameumbwa na matatizo. Na matatizo ni miongoni mwa ibada za wanadamu ili wamkumbuke Mwenyezi Mungu. Lakini mtu kwa mfano mimi anaweza akaja hapa kwangu anaumwa. Kwa mfano anaumwa ini, kwa sababu ini ni tunalitibu. Sasa mtu anakuja anaumwa ini. Na ili wewe ujigundue unaumwa ini ni mabadiliko ya mwili wako. Kwa sababu ini ni kiungo kikubwa sana katika uchakataji wa mfumo wa ndani ya mwili wa mwanadamu na uhai wa mwanadamu. Ini linahusika katika 70%. Kwa hiyo unakuta mtu amezofika ule ungavu, yani mtu akishaanza kuwa na ugonjwa wa ini, ule hali ya ungavu, ule utakafu wa mwili unapotea. Ina maana mtu kama hivyo wewe mwandishi unamelemeta hivyo kama jongo, lakini wakati fulani ukishakuwa na kaleka ugonjwa, ule hali ya inapotea, na nuru yako inapotea. Lakini pia hiyo ni ini. Lakini uchawi hauzihiriki rahisi kwa macho, isipokuwa mtu anaona mwenyewe tabia zake zinabadilika. Hata kama ni mtoto umemzaa, ukiwa naye amerogwa, anaanza kubadilika. Yaani kuna uchawi wa kumbadilisha mtu tabia. Yaani unamwona alikuwa anaweza kuamka asubuhi anaenda shule, ili kuamka sasa hawezi kuamka mpaka aamshwe. Kapigwa huyo. Sawa. Faida hiyo. Ina maana anapenda kusoma mwenyewe, akirudi anafanya homework zake mwenyewe, hafanyi. Mpaka mgombane na hapendi, yani hapendi ile kwa sababu amerogwa, yeye asemtoa elimu. Kwa hiyo hawezi kuitafuta elimu. Umeona? Lakini mtu mwenye ugonjwa wa ini mara nyingi sana huwa ana mabadiliko ya mwili. Kwanza mwili unakosa nguvu, na mwili unakosa hata kwenye kula tu. Anaweza kuwa anakula kidogo, anashangaa tumbo linajaa, kwa sababu ini likishaanza kupata shida linasababisha mtu kuwa na gesi. Na ini linachangia katika uchakataji wa chochote kinachoingia tumboni kwa mwanadamu, kukiweka sawa ili kifanye mchakato wake vizuri. Katika mfumo wa utumiaji, ini lina sehemu kubwa, karibia 70% utengenezaji wa ndani. Kwa hiyo linapokuwa limefeli, maana yake mtu atavimba. Yule mtu anapoteza kila kitu kwenye mwili wa mwanadamu. Kwa hiyo ndio maana tunashauri kwanza apime, ajulikane ini limepata affect kiasi gani, na hiyo affect iko upande gani, na hiyo affect imechukua raundi ukubwa wake kiasi gani. Kwa mfano mtu anakunywa pombe ina sukari, lakini ini lenyewe linachukua mililita 15, yani kama zile bomba za sindano zile 3 likuchuja ile alcohol, sumu ile. Kwa hiyo sisi tunapokula hapa vyakula tunakula sumu nyingi. Hasa zile sumu nyingi ndio zinatakiwa zichakatwe katika mililita 15 ini kwa siku, yani masaa 24. Ini linafanya kazi masaa 24. Ndani ya masaa 24 inatumia mililita 15 tu, halizidishi uchakataji wake kutoa sumu. Sasa wewe umekunywa kreti 3 za bia. Hapo shida. Tayari unalipelekea ini lako lenyewe liasili mpaka figo, kwa sababu linaitoa sumu kama ilivyo kuidumbukiza kwenye figo. Na figo pia haiwezi kupambana na ile hali. Mwisho figo zinafeli. Aisee, yake ini limeshindwa.
Kwa hiyo unajikuta tayari wewe umeathirika. Kwa hiyo ukienda kupimwa, unaletea vipimo, najua kumbe kwa namna hii limeathirika hivi, au limefanya hivi, limebabuka hivi. Unakuta wakati mwingine ini na mapafu vyote vinaharibika wakati mmoja. Mtu anakunywa Kevant yale au Kevant, anakunywa labda nini sijui yale mapombe yale mapombe yale. Anakunywa, anababua mapafu na anaharibu na ini kwa wakati huo mmoja. Na ini likishaanza kupata affect linasababisha figo kupata affect. Lakini pia unapata moyo shida. Lile nyama lile moyo lile linaanza kuvimba kwa sababu damu haizunguki ipasavyo. Na ikiacha damu kuzunguka ipasavyo ndio lile moyo linapanuka. Linakuwa likubwa. Tayari unajikuta na magonjwa matatu kwa wakati mmoja. Kwa watu wanatumia mapombe makali sana, mimi niseme sio mazuri sana, isipokuwa watumie kwa kiasi. So ukisema wasitumie, maana yake sasa unaanza kugomvi na wafanya biashara. Hiyo. Lakini pia kwa mtu kujijua kwamba huyu pumbavu. Tunawarekodi, mnaleta pumbavu. Hapa kipato takatoa. Jamani. Kwa hiyo kaisha kufaka. Kama inaribia pause. Ni kawaida wakulungwa. Bwana tunanyuki hapa. Sasa unajua sisi machifu kurekodi vya vitu havitakiwi. Sawa. Kwa hiyo hapo bwana, mtu amerogwa. Amepigwa msumari, karogwa. Yeye anaanza kuzofika. Wakati mwingine mtu akirogwa hata kuamka kitandani asubuhi hawezi. Hawezi. Anafanya tu mambo, analala tu, analala mpaka kufika saa 4 saa 5. Ndio anaamka anaenda kwenye mashughuli. Ukimuuliza kwa nini umelala, ulikesha au anakuambia sijaswali subuhi wala sijafanya chochote, lakini mwili wangu ni mzito tu. Yaani mwili wake ni mzito. Umeona, anaona mwili mzito. Kwa hiyo mwili unavyokuwa mzito, ina maana yeye anaona kauvivu kanatokea ndani. Kanatokea ndani, ule uvivu unatokea ndani kabisa. Kwa hiyo ule uvivu unatokea ndani, tayari mtu anakuwa ameshapigwa. Huo ni uchawi, au wanaotumia majini ni jini mnyongonyezi. Unaweza kupanga na mtu tukutane saa 7 bana. Saa 7 ile hamkutani, anakuja saa 10. Anakufelisha na wewe kwa sababu ndio mipango. Sasa mambo ya uchawi yana mapana makubwa sana, lakini tunazungumzia vile vyepesi. Mambo mazito yana wakati wake. Tutakuja kuzungumzia Mwenyezi Mungu akikupa ishani yake, tutakuja kutana tutazungumzia. Lakini uchawi ili kujua vizuri una mambo magumu. Na anaye kuweza kufanyia uhadui ni ule hadui yako. Mimi naamini hilo. Kwa sababu mtu atoki kama wewe mwandishi umetoka huko kuja kunihoji huko mbali, alafu eti leo unifanyie nishawahi kwenda kumhoji fulani wana Kiaga, ngoja nikamloge Kiaga. Unakuja, haiwezekani. Lakini ni yule anayekujua 100% ndio anaweza kufanyia jambo baya. Ili mtu akufanyie uchawi lazima akufuatilie, akujue wewe ni nani. Sahihi. Anaweza akachukua nyuzi za nguo, mate, mkojo, kinyesi pamoja na vitu tofauti. Umeona? Kwa sababu nini? Ya wewe kufanyia jambo baya. Ila isipokuwa tu lazima ufanyie jambo baya kwa yule anayokufuatilia. Sio mtu tu atoke kuafikia kufanyia jambo baya. Naona. Kwa hiyo niseme kwamba ndugu mtangazaji kwamba uchawi una protocol. Wanaowaingiza wenzao kwenye uchawi, kwenye vyama vya kichawi, lazima awe jirani, awe ni mtu wa karibu yake, anayempenda ndio amuingize kwenye uchawi, kwa chama cha kichawi. Au mzazi wake au mtu na mtu wake, yani mtu na rafiki yake ndio anaweza kaingizana kwenye uchawi. Yani mtu anaweza katoka kuna kuja kuingiza mtoto wa fulani. Hajui huyu mtu amejipangaje kwa sababu uchawi una defense. Kwa mfano mimi hapa kwangu mchawi haji. Akija manyuki yanayotusumbua hapa, yanaweza akazunguka hapa yakamfanya kitu kibaya. Lakini hawezi kuingia hivyo, lazima apatane na mimi ili aniingize kwenye taratibu. Hujui anakuotesha huko wapi, anakubeba usiku, anakufanya hivi, ndio unaanza kuwa mchawi. Anakupiga chale, tayari umekuwa mwanachama. Bwana ndugu mtazamaji wa Kiaga TV, umepata faida. Inawezekana kumbe hapo ulipo umerogwa alafu hujui. Hebu njoo kwa Dr. Kiaga aweze kukuweka sawa. Hii nafikiri ni jambo kubwa linawasumbua watu wengi sana. Unakuta mtu ana matatizo lakini hajui. Kama alivyosema mtoto wako anafanya vizuri shuleni, ghafla tu anaanza kuamka saa 4 saa 5. Kumbe sio kama usingizi amechoshwa. Huyo kapigwa misumari. Njoo kwa Dr. Kiaga ili kila kitu kiende sawa.
Wewe ambao unachelewa kazini mpaka unafikia hatua unataka kufukuzwa kazi, njoo kwa Dr. Kiaga hadi kukusafisha nyota zako ili mambo yaende vizuri. Kwa kuwa leo muda wetu hautoshi, na amesema ni elimu kubwa kuizungumzia uchawi, ni jambo la mapana. Nafikiri ipo siku tutakuja hapa atatudadavulia moja baada lingine. Inawezekana wewe unao wewe, au kama sio wewe basi ndugu yako, basi tutakuwa nimepata utatuzi kupitia hapa kwa Dr. Kiaga. Na kusii tu usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili uweze kupata habari zetu za kila siku zinazoshuka hapa kwenye TV yetu pendwa ya Kiaga TV. Naitwa Masunda, tukutane tena muda mwingine.